Mheshimiwa Naibu Spika, kwa unyenyekevu mkubwa nami naungana na bunge lako tukufu kuunga mkono hoja nzito iliyotolewa na Mheshimiwa Esther Bulaya, ikiwa ni kuwapongeza vijana wetu under 17 kwa historia walioandika usiku wa jana. Kipekee niruhusu nimpongeze sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jitihada zake binafsi na mapenzi yake ya dhati kwa watoto wa Kitanzania na vipaji tulivyo navyo, na kuamua kuichukua Tanzania na kuiweka kwenye ramani ya dunia katika michezo hii tunayoshuhudia leo hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, ni ukweli usiopingika uwekezaji uliofanywa na Daktari Samia katika michezo, morali aliyoiweka katika michezo inatutoa masomaso Wizara ya Habari, Michezo, Sanaa na Utamaduni. Naungana na waheshimiwa wabunge wote kwa pongezi walizompa, na kwa kweli anastahili kwa kazi nzuri njema aliyoifanya. Mheshimiwa Naibu Spika, ukirudi kwenye historia utakuja kuona namna ambavyo kipindi ambacho taifa hili lilipigana vita na Uganda, baada ya vita ya Uganda, Wizara ya Michezo ilinyimwa hata 100, na kutokea pale wizara hii ikaonekana ni ya michezo tu. Rais pekee aliyeamua kuwekeza kwenye michezo, hapana mwingine bila haya naweza kutaja, ni Daktari Samia Suluhu Hassan kwa fedha nyingi na utashi wake aliyoweza kuweka. La pili, Mheshimiwa Naibu Spika, uniruhusu pia niwapongeze sana kwa moyo wangu wa dhati TFF wanaosimamiwa na baraza letu la michezo BMT. Wanafanya kazi kubwa, kazi nzuri ya kuendelea kutambua na kukuza vipaji tulivyo navyo katika taifa letu. Leo Mheshimiwa Naibu Spika, tunaposema Serengeti Boys, watu wanafikiri labda ni vijana waliotoka kwenye mataifa tofauti na Tanzania. Naomba kuhakikishia bunge lako tukufu, vijana hawa Serengeti Boys ni matokeo ya UMISETA, ni matokeo ya watoto wa Tanzania, ni watoto wetu, ni vijana wetu waliopatikana kwa njia ya UMISETA, na wapo kwenye vituo vyetu ambavyo serikali imewekeza kupitia TFF. Ukienda pale Tanga, ukienda pale Kigamboni, na ukienda kwenye sport academy nyingi ambazo zimetengenezwa ndani ya nchi yetu zaidi ya 91. Mheshimiwa Naibu Spika, ninampongeza sana golikipa wetu. Kijana huyu Haji Ali amefanya kazi kubwa kwa ujasiri mkubwa, hakuogopa wala hakushangazwa na aina ya uwanja waliokuwa nao, lakini aliamua kusimama kuhakikisha kwamba analinda goli Tanzania na kuhakikisha hakuna mtu anayefunga. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niruhusu nimalizie mambo mawili tu ya mwisho. La kwanza, waheshimiwa wabunge wametaka kujua baada ya hapa serikali ina mpango gani? Mheshimiwa Rais Daktari Samia ametupa maelekezo baada ya jana tu kuona matokeo haya ya mechi hii. Mheshimiwa Rais mwenyewe ameifuatilia mwanzo mwisho, kwa sababu ni mapenzi yake kuona taifa lake linapiga mbele. Maelekezo yake amesema vijana hawa wote walioonyesha uwezo mkubwa na kuhakikisha kwamba wanaibeba bendera ya taifa kwa kuitoa Egypt na kwenda Jumanne kucheza na timu ya Senegal, watakapomaliza AFCON ya 2027, anataka vijana hawa wote wawekwe kambi kwa ajili ya maandalizi ya 2030 Tanzania kushiriki World Cup. Matumaini yake ni kwamba vijana hawa ambao wameonyesha uwezo, na kwa kweli Mheshimiwa Naibu Spika, tunamwomba Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake juu ya taifa letu kuhakikisha kwamba siku ya Jumanne tunabeba kombe na kuja hapa tukiwa washindi. La mwisho Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kumalizia tu, tunafahamu ya kwamba bunge hili limeunga mkono azimio la kumpongeza Daktari Samia, na mimi naomba kutumia nafasi hii kuwaomba wakuu wa mikoa, siku ya Jumanne vijana hawa Serengeti Boys watakuwa wanacheza na timu ya Senegal. Basi kila mkoa kwa kuwaunga mkono tuweke skrini kubwa kuangalia heshima inayojengwa na vijana wetu wa Tanzania, ikiwa ni sehemu ya kuweka hamasa. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja, na kwa kweli tumepata, Mheshimiwa Sanga amesema kuna wale mameneja uchwara. Vijana hawa hawatakwenda kwa wameneja uchwara.
Vijana hawa wanaenda kwenye sport academy za kimataifa, ikiwa katika mkakati wa kujenga heshima ya taifa letu, maandalizi yetu ya kuingia World Cup 2030. Naomba kuunga mkono hoja.